Mabibi na mabwana wa Tanzania na wote wanaotufuatilia ulimwenguni kote, mchana huu kutokea City Christian Center CCC Upanga, tuko hapa kwa ajili ya kujulisha umma kwa habari ya kongamano kubwa la Kasfeta ambalo linakwenda kutokea hivi karibuni kwenye kipindi cha Pasaka. Na tuko hapa na mkurugenzi wa wilaya ya Ilala, lakini pia tuko na mchungaji ambaye ni mlezi wa wanafunzi kutoka kwenye shule mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam, lakini tuko pia na waratibu pamoja na walezi wa wanafunzi, lakini pia tuko na uwakilishi wa wanafunzi wa sekondari pamoja na vyuo vikuu hapa Dar es Salaam. Kwa kipekee hivi sasa ninaomba niweze kumkaribisha mkurugenzi wa wilaya Ilala Dr. Dickson Abdalla na Kikolo aweze kuzungumza na Watanzania na wote wanaotufuatilia hivi sasa. Ninapenda kuwasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Nipende kusema jioni hii tumekusanyika hapa kwa ajili ya kutangaza kwa umma na taifa zima la Tanzania kuhusu kongamano la Pasaka. Kasfeta kama chombo cha kulea wanafunzi mashuleni na vioni, katika kila kipindi na nyakati za kukaribia na Pasaka tunakuwa na makongamano ya Pasaka, tunayaita Easter Conference, na imekuwa hivyo tangu chama kilivyokuwepo. Lakini kabisa kwa kipekee mkoa wetu wa Dar es Salaam tuna makongamano ambayo yatafanyika katika mfumo wa wilaya mbalimbali. Lakini makongamano yote yanaratibiwa na mkoa na yanakwenda kwa jina la Mega. Sisi kipekee tumesimama hapa kama mkurugenzi wa wilaya ya Ilala, na tutakuwa na kongamano letu ambalo litafanyika kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 16 kama wilaya ya Ilala. Na kongamano hilo litafanyika katika shule ya sekondari inaitwa Beroya Mission Secondary School ambayo ipo wilaya ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Na katika kongamano hilo tutakuwa na mafundisho mbalimbali, na Mungu ametusaidia tutakuwa na wanenaji, na mnenaji mkuu kwenye kongamano letu tutakuwa na askofu wetu wa jimbo la Mashariki anaitwa Bishop Dr. Lawrence Kameta. Yeye ndio atakuwa mnenaji wetu mkuu. Lakini vile vile tutakuwa na mnenaji mwingine all the way from Dodoma, mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Fred Msungu, naye atakuwepo kama wanenaji pamoja na wanenaji wengine ambao tutakuwa nao tukishirikiana kwenda kulifanikisha hili kongamano. Tutakuwa na muda mzuri wa kutosha na Mungu, na kama theme yetu inavyosema kuwa na mizizi katika Yesu na kusimama imara katika huyo Yesu. Tunaamini maisha ya vijana yatakwenda kuathiriwa, na ndicho kiu yetu na ndio dhumuni kubwa la kuwa na makongamano haya. Kwa kipindi hichi Mungu ametusaidia, tunatamani watoto wabadilishwe ili tuwe na kizazi ambacho kitakuwa kinamjua Mungu, lakini kizazi ambacho kinaweza pia kuwa productive kwenye hii dunia yetu ambayo tuko nayo sasa. Kwa hiyo sisi kama waratibu na wakurugenzi tunasimama kwa ajili ya kuannounce, kulitangaza kwa ajili ya wazazi na watu wengine wote ambao wanaweza kuwapa ruhusa na kufahamu kwamba jambo letu limeanza. Asante sana. Karibisha mlezi wa wanafunzi wa Kasfeta katika shule mbalimbali, dada yetu Atwendile Msigwa, na aweze kuzungumza machache. Karibu sana. Nami ninapenda kutoa rai kwa wazazi ambao wana wanafunzi walio kwenye level ya sekondari na chuo.
Ni shauku ya kila mzazi kuona mtoto anakuwa in career wise, education, profession, in every area of life. Lakini one of the very best area ambayo tunaweza tukawekeza kama msingi wa watoto wetu kufanya vizuri kwenye maeneo mengine ni katika kumjua huyu Mungu wetu. Amen. Kwa hiyo nitoe rai kwetu wazazi kusupport watoto wetu, kuwatia moyo na kuwahimiza kuja kwenye sehemu kama hizi, kuja kwenye makambi kama haya ambayo tumeandaa, na tunamwamini Mungu kwamba atahudumia watoto wetu kwa ukubwa mno. Kwa sababu kama ambavyo tunaonekana sasa hivi, tulikuwa huko na Mungu ametubeba, ametutunza. Hata sasa tupo kwenye maeneo mbalimbali, kwenye ofisi mbalimbali, serikalini, jamii, kwenye kila eneo, kwenye NGOs, na tunamuona Mungu na tunaendelea mbele, na Mungu amekuwa mwema mno. Msingi ulikuwa ni events kama hizi ambazo tulikuwa tunaenda kupikwa, tunaenda kutengenezwa. So hiyo ni rai yangu kwa wazazi, kusupport watoto wetu na kuwatia moyo kuja kwenye maeneo kama haya kwa ajili ya kupata vilivyo vya rohoni. Because this is life itself. Sawa na Yohana 17:3 inavyosema. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. This is life itself. Asante sana. Pekee kabisa tuweze kumkaribisha Pastor Roy. Pastor Roy ni mlezi wa wanafunzi na amekuwa akihudumia wanafunzi wengi sana katika jiji letu la Dar es Salaam, akifika mashuleni, lakini pia kwenye majukwaa mbalimbali ambayo yanafikia wanafunzi. Na Pastor Roy tuko pamoja naye kama mmoja ya waandaaji wa kongamano hili. Karibu Pastor Roy uweze kuzungumza. Kwa hakika tunamshukuru Mungu sana kwa majira haya ambayo ametupatia ya kuwa na kongamano hili la CASFETA linalofahamika kama Mega Easter Conference. Na tunaamini kwamba kupitia maandalizi na yale ambayo Mungu ameyakusudia katika majira haya, kwamba watoto wetu hawa ambao watakusanyika katika kambi hilo watabarikiwa, watajengwa, na kwa hakika watakutana na Mungu. Na naweza kusema kwamba tumebarikiwa kuwa na wahudumu katika eneo la uimbaji, na tunamshukuru Mungu ya kwamba hao waimbaji pia ni matunda au ni matokeo ya huduma hii ya CASFETA. Tutakuwa naye ndugu mtumishi wa Mungu Paul Clement ambaye kipindi cha wanafunzi wake ametokea Azania, na pia tutakuwa naye mtumishi wa Mungu dada yetu Neema Rehema Simfukwe ambaye naye katika wanafunzi wake amesomea shule ya Kambangwa Sekondari. Na tunaamini kupitia watumishi wa Mungu wao ambao Mungu amewapaka mafuta katika kizazi chetu, watakwenda kuwa vyombo ambavyo vitaruhusu uwepo wa Mungu ulihudumie kambi letu. Hivyo basi tunapenda kuhamasisha vijana wa kike na wa kiume tokea pande zote za jiji Dar es Salaam wakapate kuhudhuria na kukutana na Mungu kupitia kongamano hili la Mega Easter Conference. Mungu awabariki sana. Kipekee kabisa kwanza ni wasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Jefferson Yodas, ni mwanafunzi kutoka shule ya sekondari ya Zania, na kwa neema ya Mungu ni mwenyekiti wa CASFETA hapa kanda ya City Center 2. Kipekee na kwa neema za Mungu tunategemea na tunatarajia makubwa katika hili kambi, sababu toka tumefika katika elimu ya sekondari, hili ni kambi ambao tunategemea kuwa kambi kubwa sana ambao hatujawahi kuliona kutokana na maandalizi yake. Na bahati nzuri zaidi pia hata swala la gharama imepunguzwa kiasi kizuri na kikubwa. Kwa hiyo ni kudhihirisha kwa namna gani viongozi wetu kuanzia kwa mkurugenzi hapa na waratibu wengine wamejiandaa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nami binafsi nipende kualika marafiki zangu, kaka zangu, dada zangu na wanafunzi wenzangu wote kutuhudhurie kwa pamoja katika kambi hili ambalo kwa kiasi kikubwa hatutokosa kitu. Sababu hata mimi toka nilipofika form 1 nilipohudhuria kambi la kwanza sijawahi kukosa kambi lolote. Kwa hiyo naamini kambi hili itakuwa ni kambi la tofauti sana na kila mtu atapokea kitu kipya na kizuri.
Amina sana, mbarikiwe. Katika kongamano hili gharama ambazo zimewekwa ili kufanikisha kongamano hili kwa kila mshiriki ni shilingi 20,000 ili kila mwanafunzi aweze kushiriki kongamano hili. Kwa hiyo kama wenzangu walivyozungumza, tunawatia moyo wazazi, walezi kuwasupport vijana wao na kusupport kongamano hili ili tuweze kufikia wanafunzi wengi zaidi na wengi zaidi waweze kufika kwenye kongamano hili la Mega Easter Conference. Mungu wa mbinguni wabariki sana. Mega Easter Conference, rooted in Christ, stand firm in Christ. Glory to God.